Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi ufuatiliaji wa chaneli yetu ya Al-Azhari TV Tanzania. Tunaendelea na mahojiano yetu na Sheikh Abdallah bin Talib bin Abdallah, mwenyekiti au raisi wa afisi kuu ya uratibu wa shughuli za haji na usimamizi Tanzania, pamoja na vyeo vyake vingine vya uteuzi wa Mheshimiwa Rais Sheikh Abdallah Talib. Allah kuhifadhi, tunaomba utujuze na uwajuze wapenzi wafuatiliaji wa channel hii umri sahihi ambao hasa ndio mna ushauri kwa mujibu wa uzoefu wako Sheikh Abdallah. Tumepata katika video zilizopita kwamba upo katika shughuli za haji zaidi ya miaka 20 na huenda zaidi ya miaka 30 kama nitakuwa sikosei. Sasa unayajua mengi na umepitia changamoto mbalimbali, umezishuhudia, zimekugusa kwa namna moja ama nyingine, nyingine umezitatua, nyingine umependekeza na umeshauri. Hebu kupitia uzoefu huu Sheikh Abdallah, wajuze wapenzi wafuatiliaji wa channel hii umri sahihi wa kutekeleza ibada hii ya haji na kwa sababu zipi? Karibu Sheikh Abdallah. Asante sana. Umri sahihi ambao nauona kwa kutekeleza ibada ya hija, natumai ni umri wa ujana. Kumbukumbu yangu kama nilivyoeleza katika kipindi vilivyopita kwamba mara yangu ya kwanza kutekeleza umri wa ibada ya hija nilitekeleza na miaka 21, na wakati natekeleza takriban sehemu nyingi nilikuwa nakwenda nikizunguka Al-Kaaba, kila raundi nabusu Hajarul Aswad. Mashaallah, mashaallah. Na kwenda kutekeleza ibada unatekeleza ambayo ilikuwa huna wasiwasi. Natumai kuna kipindi kutoka hapa Mina, kutoka Arafati, kuja Muzdalifa, kwenda Maka, ni kitu ambacho nilikuwa ninazoea nimekwenda kwa miguu, na ndio maana mpaka hii leo sijazoea kupanda gari. Nikitoka, hata Mungu akijalia usiku wa leo tukitoka hapa Mina, nikitoka Muzdalifa nitalala mpaka asubuhi Mash'arul Haram. Baada ya kumaliza hapo ni mguu mpaka Mina, nitaweka mzigo wangu, nitakwenda kupiga jamarati insha Allah, lakini nitakwenda zangu Maka kwa miguu insha Allah, nitazunguka Al-Kaaba insha Allah, nitafanya Safa wal Marwa insha Allah. Alafu unaweza ukapumzika kidogo, na kama si yale majukumu kwamba hapo itabidi pengine niongozane na watu, basi mwenyewe hupendelea jioni ikifika alasiri narudi kwa miguu. Lakini na umri nao kwa sasa hivi umekwenda, kwa hivyo ufanye ibada ya hija. Baada ya hija inahitaji nguvu. Juzi siku ya mwezi 8 nilikuwa nikifanya review na nilikuwa nawauliza madaktari katika kutekeleza majukumu yangu, je, kuna wagonjwa kama wengapi ambapo tujue kama tunaweza kuandaa usafiri maalum kwa ajili ya wagonjwa. Taasisi zilipofika zishafika kama taasisi kama 20 kati ya 30 na chache tulizo nazo, nakuta kuna wagonjwa 216. Oh, namba kubwa. Dokta mkuu akasema basi kila taasisi itabidi ije na wagonjwa zake, kwa sababu si kama ni wagonjwa nini, utakuta wengi wao ni sukari, pressure, na yale maradhi ambayo ni ya utu uzima au pengine kutokana na nini vizuri. Kwa hivyo unapokuja kijana, unakuwa una uwezo mkubwa wa kutekeleza ibada ya hija, una uwezo wa kutekeleza mambo mengi. Na ukija mzee kidogo, wakati mwingine nguvu zinakuwa zishapungua. Kuna baadhi ya mambo yanakuwa ni shida kuyafanya. Kuna baadhi ya vitu hata kutembea pengine inakuwa ni shida kuenda kutembea katika kutokana na hali zilizo. Wengine memory zinakuwa vile zishaanza kuwa na shida. Kwa hivyo vitu vyote hivi vinakuwa vinazingatia. Kwa hivyo kwangu mimi, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Mtu unapopata uwezo ni vyema uje utekeleze ibada ya hija, na kadiri ukiwa kijana basi inakuwa ni vizuri zaidi. Sisemi kwamba wazee wasije. Mtu kapata uwezo wake ni vyema anakuja, lakini na mtu hata akija inabidi atekeleze na atizame na ushauri wa daktari. Kuna watu wengi wanakuja hija lakini kupiga jamarati hawezi, kwa sababu baina kwenda kupiga jamarati na tunapokaa takriban ni mwenendo kidogo si
ni masafa kilomita kadhaa ambapo inabidi utembee. Tunakwenda kidogo kidogo. Kuna wengine wanakwenda na jalali ambao wanakwenda na nini hiyo, lakini unakwenda kwa nini? Lakini ni kwamba uwe una uwezo. Kwa hivyo umri mzuri wa kutekeleza, nasema ni kwamba pale unapokuwa umenafasika, ni kwamba una nguvu zako, una uwezo ukatekeleza dini yako, unaweza ukafuatilia. Sasa hivi takriban tunakwenda, unaweza ukamkuta mtu nimepotea, lakini kwa vijana kwa sasa hivi hija imekuwa nayo ya kidijitali. Ukitizama Google, mtu anatu wakati mwingine kiongozi anakuambia bwana, sasa tujui hapa katika basi, tutafuteni tuko wapi. Wewe unamtumia location. Takriban kwa vijana kwa sasa hivi ndio wanaweza wakanini. Hii inategemea kwa sababu hija imebadilika, kuna vitu vingi ambavyo pengine vinaweza vikasaidia. Kwa hivyo mimi kikubwa nitakachowashauri watu waje katika umri wa ujana, mtu asisubiri mpaka akawa kazeeka sana. Na tunapokwenda takriban, natumai sasa hivi kuna restrictions za Saudia. Kuna kipindi baada ya corona walikuja kuna kipindi baada ya corona walikuja wakaweka kwamba baada ya miaka 60 watu wasije, wale kiuka miaka 60. Takriban hata mwaka huu ulivyokuja mwishoni, kuna kwamba iliambiwa walozidi miaka 65 takriban wanatakiwa waje na chanjo za COVID. Naona kwa sababu ya nini? Kutokana na kwamba inachoonekana kwamba watu wengi waliofariki au wanaofariki, watu wengi ambao wanapelekwa hospitali ni watu ambao umri wao ni over 60. Mwaka jana nilihudhuria, kuna moja ya maziko ambayo yalitokezea kwa sababu moja katika majukumu ni kunini, na ni kipindi ambacho kidogo kulikuwa kuna maiti walikuwa wengi, na wengi wa maiti walikuwa ni watu ambao wamekufa na ihramu. Na unajua watu waliokufa na ihramu huwa hawafunikwi nyuso. Na takriban palikuwa pana watu, kwa vile nipo ndo na mimi nilikuwa tuna maiti wetu. Kwa hivyo tulikwenda, lakini palikuwa pana maiti waliokuwa kisaliwa walifika kama 60. Lakini ukitizama katika hao zaidi ya 55 unakuta kwamba ni wazee. Sasa hata katika statistics zao huko, takwimu zao wanaonyesha kwamba watu wengi wanaofanya operation, wanaopata matatizo ni watu ambao ni wazee. Sasa yote haya yanaonyesha kwamba ni vyema, inapendeza zaidi kuja kutekeleza ibada ya hija ukiwa hija. Iwapo uwezo umekuwa mzee, basi lazima utekeleze, kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba kuna watu wengi ambao akistaafu kile anachokipata ndio anakuwa anakitumia kuja kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo hata hili tulikuwa tukijaribu pengine kwa hii mifuko ya hifadhi iweze kusaidia, pengine kama kuna mtu anaweza akaja akatekeleza ibada ya hija, lakini nayo ina sheria zake, na ndio maana tukawa tuna hii azma ya kuweka mfuko wa hija ambao utahudumu kwa Tanzania nzima. Na mfuko wa hija utamwezesha mtu kuchanga, pengine anaanza kazi ana miaka 25, ana miaka 30, ndani ya miaka 10, ana miaka 40, anaweza akaja akatekeleza ibada ya hija ambao ni umri reasonable, ana nguvu za kutosha na haitoathiri katika maisha yake sana. Mashaallah. Na Sheikh Abdallah, kwa uzoefu wako, unadhani swala la kuja watu kutekeleza ibada hii wakiwa katika umri mkubwa ni kwa Tanzania tu au hata mataifa mengine? Mmeona hata mataifa mengine, lakini kuna baadhi ya mataifa ni kwa sababu nitoe mfano, nchi kama Uturuki. Uturuki ni kwamba inatangazwa hija, nafasi zao zinajaa. Sasa pengine wana nafasi watu 25,000 wanakuja mathalan. Lakini walioomba ni watu milioni. Kipaumbele wanapewa ni nani? Kipaumbele watapewa watu wazima. Kwa hivyo age inatizamwa mwanzo. Kwa hivyo hicho itakuja. Nitoe mfano kama Indonesia. Indonesia kama kwamba unaweza ukachangia, ushakamilisha, lakini unaweza ukachukua kama miaka 15 ndio uje hija. Sasa ikiwa hija kwamba watu unasubiri katika kipindi kama hicho, ni kwamba
wanaweza wakatizama kwamba watu wazima ndio, au mtu aloandikisha kipindi kirefu ndiye ambaye anaikuwa anapewa kipaumbele cha kuweza kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo utakuta kwamba watu wazima wanapewa kipaumbele wapo. Kwa hivyo ni kweli kwamba watu wazima wanakuja, hata kwa kwetu watu wazima wapo wengi, lakini kwa kwetu vile vile vijana unakuta wapo wengi kwa sasa hivi. Mwamko wa vijana uko wengi, na hata ukitizama katika umra ambalo we ni adra unajifahamu zaidi, unakuta kwamba vijana wengi ambao wanakuja hija, wanakuja umra. Kama sasa hivi kuna jambo ambalo ni jambo jema, na kuna taasisi ambalo natumai wanakwenda nalo kwamba sasa hivi kuna umra ambazo zinawekwa special kwa watoto. Ni package maalum ya umra kwa ajili ya watoto ambayo inafanywa kipindi cha Disemba, ambacho watu wengi wanakuwa wanakwenda wako likizo. Badala ya mtu kuwachukua watoto wake akaenda nao pengine katika kutembea katika nini, anaweza akaja na umra au hata akipita katika kipindi kidogo. Na kwa nilivyowasikia kwa hizi taasisi ambazo zimewapeleka watoto wengi ambao wamekuja umra, basi wamewaambia wazee wao hawataki sehemu nyingine yoyote kwenda kutembea, wao wanataka waje watembee. Kwa hivyo hapa unajitengenezea wewe mwenyewe. Lakini vile vile mtoto ambaye anakuja umra, watu wengi ambao wanaweza akaja umra baadaye kwamba kwake yeye jepesi zaidi ni kuja kutekeleza ibada ya hija. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe watoto wako unawapeleka wapi? Mimi watoto wangu kuna wengine ni wadogo, na hii package ndio kwanza imekuja, lakini katika hilo na mmoja wa binti yangu ambaye takriban anasoma na anahifadhi Qur'an. Zawadi niliyomwahidi ni kwamba akimaliza tu yeye basi atakuja umra, na ana hima ya kweli ananiambia anataka kumaliza msahafu ndani ya mwaka mmoja. Mashaallah. Kwa hivyo na hilo liki nini kama ambavyo nimemwahidi, itabidi ni lazima atatekeleza, na naamini hili likija litakuwa vile vile ni shajisho kwa watoto wengine ambao na wao watachukua katika. Mashaallah. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun. Mahojiano haya unayapata moja kwa moja kutokea hapa katika viwanja vitukufu vya Arafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.